Dereva mmoja mkoani Morogoro aliamua kuhatarisha usalama wa gari lake na nafsi yake ili kuhakikisha mama aliyekuwa na mtoto mchanga wanavuka salama maji yenye kina kirefu kwenda upande wa pili wa nchi kavu. Walikuwa abiria wawili, mama mmoja Kimasai ambaye ametoka kujifungua, anasema kwa ulivyo mmoja ametoka kujifungua usiku, alikuwa na mama yake. Sasa tukamkuta nyuma kwa ametaka kusombwa na maji. Kabidi tukawasaidia wakavuka upande wa pili ambapo mita hiyo sehemu njiani kwa shafuka. Mama huyo akiwa na kichanga alitakiwa kuvuka upande wa pili ili kupata huduma muhimu, lakini maji yalikuwa kikwazo kisichopitika kwa mguu, kwani hata magari madogo na abiria walishindwa kuvuka eneo hilo. Jina anaitwa John Joseph Mchamba, ni dereva anatokea taasisi ya wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Morogoro. Dereva huyo bila kujali uzito wa gari la serikali au hatari ya gari kuzima katikati ya maji, alifanikiwa kuliongoza gari hilo kwa ujasiri na kwa ustadi mkubwa kupita katikati ya mkondo wa maji mpaka upande wa pili wa nchi kavu. Jana wakati tunakuja huku kwenye eneo la kazi huku, tumefika pale Miombo, tukakuta maji yamejaa lakini sio sana, lakini baada ya kufika pale tukakutana na wamama wa Kimasai wametoka kujifungua. Sasa wakawa wametoka kubebwa na maji, tukabidi tuwasaidie. Mimi kaongea na mabosi zangu ambao niko nao, nikawaomba kama tunaweza tukawasaidia kukavusha upande wa pili. Kweli mabosi zangu bahati nzuri wamenisikiliza, tukawapakia tukavuka nao upande wa pili. Tukio hili limekuwa gumzo mkoani Morogoro na kwenye mitandao ya kijamii, likiwakumbusha Watanzania umuhimu wa kusaidiana wakati wa majanga. Na muda mwingi kwenye udereva na kama miaka 8 ni ujasiri tu pale, Mungu akatusaidia tukapita salama, tukafanikisha mpaka upande wa pili. Dereva huyo ni shujaa aliyehitaji usukani na moyo wa ubinadamu kutoa msaada ulioacha alama na kumbukumbu kwa watu wengi. Sikutumia muda mwingi sana, kama dakika 10 hivi kuvuka upande wa pili. Angao kidogo maji ndio kwa kidogo mengi ambayo yamefunika na bonnet kabisa, lakini Mungu akatusaidia tumeweza kuvuka salama.